Na sasa tunakwenda kuungana na wachambuzi wangu kwa siku ya leo. Kama ilivyo kawaida, Crescens Kunambi ambaye tuko naye hapa, Rashid Kejo ambaye pia tuko naye, na Nasongelia Kilinga tayari wamekwisha ingia studioni tuweze kuzungumza kuhusiana na michezo. Kunambi, mambo vipi bwana? Salama. Ulama. Uko vizuri? Salama kabisa. Au sio? Unapotoka uko salama barabarani, utulivu, hali ya salama, utulivu kabisa. Rashid Kejo. Naam. Na tunakutana tena. Naam, naona tumekutana tena. Ni Jumapili njema. Ni Jumapili ambayo iko mnao tunasema. Iko vizuri kabisa. Ikiwa imetulia. Sawa. Kilinga. Safi kabisa. Mambo yako vizuri. Au sio? Sawa. Sawa. Na tunakwenda kuzungumza kuhusiana na mechi ya wakilishi wa Tanzania kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club ambao uko kule Masri kwenda kuwavaa Al Masry. Nikianza na Kilinga kwako. Ni mechi ambayo itakuwa ni si rahisi sana kwa Simba. Away matches mara nyingi zinakuwa ni mechi ngumu, hasa unapocheza kwenye timu za unapocheza na Waarabu. Simba ana experience kidogo kucheza nao. Alifanya vizuri sana mechi ambayo ilikuwa ni ngumu mno ya round ya pili dhidi ya Al Ahli Tripoli. Ile mechi ilikuwa ni ngumu sana. Away na hapa nyumbani, lakini Simba aliweza kuhimili mikiki hasa away kule. Haikuwa mechi rahisi. Na naiona mechi ndivyo inavyo reflect itakavyokuwa dhidi ya Al Masry. Itakuwa mechi ngumu, lakini tunaamini katika techniques na tactics za coach Fadlu Davids. Ameshasema atai-approach vipi mechi. Amekiri kwamba itakuwa ni mechi ngumu. Lakini anasisitiza wanakwenda at least kupata kama wanaweza kupata points au wakapata ushindi, itakuwa ni jambo jema, lakini wakascore goals za away ambazo kwenye away goal rule unakuwa na cushion ya kuangukia unapokuja nyumbani. Kwa naamini katika tactics zake ameshaonyesha kwamba ana uzoefu wa kuzicheza hizo mechi za away na nyumbani. Kwenye group stage pia alicheza vizuri sana mechi za away. Alipoteza tu mechi dhidi ya Constantine, lakini alicheza vizuri sana mechi dhidi ya Bravo. Alicheza vizuri kwa 1-1. Alicheza vizuri pia dhidi ya Sfaxien Tunis kule. Kunaamini ndivyo atakavyochukua. Tactics zake zimeonyesha zina prove vizuri sana. Kilinga amezungumza kuhusiana na Al Tripoli na Al Masry. Hivi kwa tukizitazama hizi timu, Al Tripoli na Al Masry. Kwa investment walizozifanya, kwa mfano kama kwa naipa nani sana Al Tripoli. Kwamba wako juu zaidi. Wako juu kwa investment. Kwa uwekezaji ambao wameufanya. Ndicho nilichokuwa nasema. Kutokana na investment walizofanya Al Ahli Tripoli wako juu sana, lakini Simba waliweza kumudu mikiki na wakafanikiwa kupenya kwenye group stage. Kwa si kwamba tunawadharau Al Masry, walishacheza na Simba, ilikuwa ni mwaka 2018 ambapo Simba waliweza kuforce draw kule, lakini wakapoteza hapa kwa away goal rule ya draw ya 2-2. Kwa ni kile ambacho kocha anasema at least na sisi na wao Simba wakaweza kupata away goal kule, na kama ni point ya draw au hata wakashinda, na wana uwezo huo. Simba wamesha prove wanaweza hicho kitu. Tukija kwako Kunambi, Simba katika michezo hivi karibuni wanamkosa Shefondo Malone. Wanakwenda kuwavaa Al Masry. Timu za ukanda wa kaskazini. Pressure yake inajulikana. Na Malone alipokuwa na Simba, Kilinga amesema hapo, wamecheza dhidi ya timu za kaskazini kama Constantine. Tumeona performance yake. Hii haiwezi kuwa labda pengine pengo kubwa kwa Simba katika mchezo dhidi ya Al Masry. Mimi sioni kama ni pengo la namna hiyo, kwa sababu ni muda sasa Malone anakosekana. Na hao wenzake wamejaribu kucheza pamoja. Huyu Chamu, Karabua Chamu, wamejaribu kucheza pamoja na Abdulrazak Hamza. Lakini pia wakati ukiangalia style of play, namna wanavyocheza Malone na Abdulrazak Hamza, ni style ambazo zinafanana sana, kwamba wote ni wachezaji wanaotumia akili sana, afu wako vizuri sana technically gifted
technically gifted defenders yao. Wanaanzisha mashambulizi vizuri. Yani strength yao kubwa ni matumizi makubwa sana ya akili. Ingawaje wanasema katika partnership ya hizi nafasi mmoja anatakiwa awe pragmatic kidogo, kwamba awe na uwezo wa kutumia nguvu na akili. Mwingine akiwa anatumia akili sana, mwingine nguvu. Sasa yule Chamu ni mtu ambaye ana vyote. Unaona, wakati huyu Hamza ana offer ile akili nyingi, huyu kidogo anakuwa aggressive na akili. Kama vile ilivyokuwa partnership. Uliangalia partnership nyingi, kwa mfano Rio Ferdinand Nemanja Matic, Alessandro Nesta, Jaap Stam. Unaona, mmoja anakuwa yuko solid, mwingine tumia akili. Kwa hiyo mimi naiona hii partnership ya Chamu na Abdulrazak Hamza au Chamu na huyu Chemalon kwa staili zao ni partnership ambazo zinaweza zikafiti zaidi Simba. Tukukumbushe miaka kadhaa nyuma, Boniface Pawasa, Victor Costa, Amri Said Stam, Victor Costa. Victor Costa nyingi sana. Unaona partnership. Costa alikuwa anaelewana na wote hao. Kwa kutaka timu defenders, central back za Simba ziwe strong, basi acheze Costa na Pawasa, Costa na Kwa kuna mmoja hapo ndo anacheza na wenzake. Mmoja anacheza na wenzake. Yaani hii ni mara nyingi ni watu ambao hatakiwi kuwa na sifa zinazofanana sana. Wewe angalia hata Young Africans pale, yule Dickson Jobu akili nyingi. Ibrahim Abdullah Baka anakupa vyote. Anakupa ile aggressiveness na akili. Angalia jinsi na combination yao na inavyofit. Kwa hiyo mimi nikiangalia sioni sana kama kutakuwa na hiyo shida. Na ukifuatilia pia Chemalon amekuwa pia fanya makosa sana. Inawezekana ikawa ni sababu pia ni hiyo au mwenyewe tu, lakini alikuwa akifanya makosa ambayo yanasababisha magoli. Shaomba msamaha, kuna kosa moja alilifanya mechi na Bravo kusababisha goli. Makosa kama mawili. Moja ile kulikuwa na mistake. Ile na Bravo. Sisemi kama sio mchezaji mzuri, ni mchezaji mzuri, lakini hii partnership mpya hii nafikiri inaweza ika click vizuri. Na sioni kama kutakuwa na tatizo hilo hasa kule nyuma. Na anapokosekana Shefondo, Karabua huwa aanzi moja kwa moja. Abdulrazak anaweza kacheza pale nyuma na Yusuf Kagoma, wakati mwingine Hussein Kazi. Mara nyingi kwenye zile tough game zile wanakuwa anaanza huyu Abdulrazak Hamza na ule Chamu. Yule anacheza mara nyingi midfield ya chini. Kagoma. Kagoma anacheza zaidi kwenye midfield. Alafu pia ana experience, profile yake sio mchezaji mwepesi kama, kwa sababu tu alikuwa achezi. Huyu alitokea ASEC Mimosa. Kwa hiyo mchezaji ambaye ashacheza mechi za namna hii nyingi tu, kwa hiyo anajua kukabiliana na pressure hivi Kejo. Kwa Simba sio riski sana kwa jinsi ambavyo wanacheza timu za ukanda wa kaskazini. Akianza na Shamu Karabua, Abdulrazak Hamza katika ulinzi wa kati. Kwenye safu ya ulinzi ya Simba sina shaka nayo sana. Sina shaka nayo kwa sababu wachezaji wengi pale wameshazoeana. Wamekaa pamoja kwa muda mrefu, na asili ya timu haswa katika mechi kubwa kama hizi, na aghalabu ilikuwa ikisumbua sana timu za Tanzania kabla ya mfumo wetu wa ligi hujabadilishwa. Ilikuwa usajili ukikamilika, timu inaingia kwenye mashindano ya kimataifa, wachezaji hawajakaa pamoja, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kutokuelewana. Unakutana michuano ya kimataifa, wenzao wako very strong, lakini sasa hivi wachezaji wameshakaa zaidi ya miezi mitatu pamoja. Kina Karamua wanaosema, kina Abdulrazak Hamza, kina Chefondo Malone, na ndio maana hata kukosekana kwa Chefondo bado hatuoni ile pengo. Na kama alivyosema Kunambi, Chefondo Malone mwenyewe alishaanza kuwa na makosa mengi kiasi kwamba hata kuwekwa kwenye first 11 hata baadhi ya mashabiki walikuwa wameshaanza kupoteza imani naye. Kumbuka kinachomsibu sasa hivi nahodha wa Yanga ilikuwa ni vitu kama hivyo, kupoteza kufanya makosa mpaka kuwekwa bench. Kwa hiyo naamini kwamba
ukuta wa Simba katika mechi ya leo na katika mechi ya tarehe 2 unaweza ukawapa matokeo mazuri. Kinachotakiwa, Simba wamepata advantage ya kuanzia ugenini. Wakienda kule kwa mentality ya kwamba tukazuie tu na nini, waende wakatafute matokeo. Ukienda kutafuta matokeo ukiyakosa utaishia na sare. Ni kweli. Ukikosa sare utaangukia kwenye ushindi. Kwa hiyo ukienda na dhana na fikra ya kwenda kutafuta matokeo ili tukamalize mechi nyumbani, inaweza ikawa ni advantage kubwa kwa Simba. Kwa hiyo naamini kwamba, na kama alivyosema Kilinga, Fadlu amekuwa ni tactician, mtaalamu wa mbinu, na amethibitisha hilo katika mechi nyingi. Na mara nyingi mechi zake hatabiriki, anabadilika kutokana na mechi, na ameonyesha uwezo mkubwa sana Fadlu Davis katika suala zima la kubadilika, kunyumbulika. Yaani ni kocha anayenyumbulika kutokana na aina ya mchezo mpinzani anaenda kupambana naye. Kwa hiyo naamini, na bahati nzuri waliopata Simba ni kwamba wanakwenda kujiuliza katika mechi ya nyumbani. Kwa hiyo wanaanza ugenini, wanarudi nyumbani. Na pia Simba kwenye timu za Kiarabu hizi ishacheka mara nyingi. Tunakumbuka jinsi ambavyo Kaseja alifanya 2003 ile. Watu wakarudi hapa wamefurahi. Kwa hiyo ni kwamba, na mara nyingi wanasema historia katika soka ina tabia ya kujirudia. Kwa hiyo tunaamini itokee bahati mbaya, lakini Simba ina kila nafasi na kila sababu ya kufanya vizuri katika mashindano haya. Hii ni robo finali kama si kosei ya 5 kwa Simba ama inakwenda ya 6. Kilinga, inaweza kawapa uzoefu wachezaji na kuwa ni miongoni mwa pointi ambayo itawafanya kujiamini hatimaye kuhakikisha kwamba tuvuke hapa sasa. Tuende katika hatua ya nusu finali. Yaani ile kuizoea robo finali inawajengea confidence kwamba tunakwenda sasa nusu finali. Hii inaweza pia ni miongoni mwa point kubwa labda kwa wachezaji wa Simba kufanya vizuri katika mchezo dhidi ya Al Masry. Yes, nadhani ni ya 6 sasa. Lakini utofauti na zile robo finali nyingine zilizopita kikosi cha Simba kilikuwa kama kiko maintained hivi, kwa kama kikosi kimoja. Lakini hichi cha mwaka huu kimebadilika sana. Tunasema kwa asilimia 80. Ni karibu kwa asilimia 80. Kwa hiyo wachezaji wengi ni wageni. Waliobaki hapo unamwangalia ni Mohamed Hussein na Shomari Kapombe. Na wazidi wachezaji 3 4. Ni wachache sana. Labda kama Aisha angekuwa anacheza, lakini Aisha hayuko katika mechi. Muzamiru haraka ni wachezaji wawili. Muzamiru Yasin ambaye naye ana injury. Kwa hiyo ni wachache sana. Kuwepo sana. Ni kikosi kilichobadilika, lakini ambacho kiko very promising. Kimeonyesha hivyo kwamba mtu akija haraka anasema hii ni Simba iliyokaa labda season 2 au 3 kwa jinsi walivyozoeana kuanzia kwenye ligi hata hayo mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo haitakuwa na athari sana, pamoja na kwamba kikosi kimebadilika na mentality ya wachezaji wenyewe na viongozi inaonyesha kwamba, body language inaonyesha kwamba wanataka kuvuka hapa. Wameshakuja na ka slogan hapa, tunavuka. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanakipigania sana. Nafikiri imeshaingia hata kichwani mwa hao wachezaji wageni, kina Ahwa, kina nani hawa Fernandes, kina nani, unaona kama wote kuna kitu wanakipambania. Na ndicho tunachoamini kwamba kitasaidia Simba kusonga mbele kuingia hatua ya nusu finali. Ukizungumzia timu ambazo zinaogopwa kwa matukio yake ambayo huko nyuma kushatokea utukutu wao katika ligi ya Misri, basi huwezi kuacha kuwataja Al Masry. Naam. Unakumbuka tele mwaka 2011 kama sikosei, kuna vurugu zilitokea dhidi ya Al Ahly ambayo mechi ilichezwa Port Said. Hii ni timu ambayo pengine kwa hivi inavyokwenda, kwa miaka hivi karibuni walipotea, sasa hivi wameibuka, wanakuja kufanya vizuri. Haiwezi kuwa na athari kubwa kwa Simba kwa mechi ambayo inakwenda kuchezwa majira ya usiku na kutokana na hali ya hewa pengine ya ukanda wa kaskazini? Kuna yaani kwa vyote vile, yaani Simba wanatakiwa wajue kwamba Al Masry ni timu nzuri. Walikuwa kundi moja na Zamalek, wenyewe wakamaliza nafasi ya pili. Sasa unapokuwa kundi moja na mtu ambaye mnacheza naye ligi moja, maana hilo kundi automatically linakuwa tough sana. Kwa hiyo na ni moja ya timu ambazo zilikuwa zinacheza mpira mzuri kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo wote tutakavyozungumza
mentality ambayo Simba wanatakiwa ingie nayo kwamba lazima kwanza wakili kwamba tunacheza dhidi ya timu ambayo ni nzuri. Kwa hiyo wajue namna gani ya kucheza kwa nidhamu na kumaliza mechi. Wajue kwamba muhimu katika hii hatua ndio ni kwenda mbele. Kwa hiyo tactical discipline ya mechi ni kitu muhimu sana. Hawa Al Masry mwezi mmoja kama nyuma hivi walifanya mabadiliko ya benchi la ufundi. Kocha wao aliwafikisha hapo, ali step down. Unaona? Kwa hiyo kama kocha mpya kama ana kipindi cha kuiandaa timu kabla ya mchezo wa Simba kama mwezi mmoja tu hivi. Kwa hiyo inaweza kuwa advantage pia kwa Simba, lakini inaweza kuwa advantage pia kwao. Maana mara nyingine wachezaji wanakuwa motivated sana chini ya kocha mpya. Lakini inaweza kuwa advantage ya Simba kama yule kocha atakuwa ameshindwa kutafuta kuingiza philosophy yake ndani ya kipindi kama hicho. Kwa hiyo mimi ninachosema Simba anaenda kukabiliana na mchezo mgumu sana dhidi ya timu za Kiarabu ambazo zenyewe mentality yao wakianzia nyumbani wanakuwa wanataka lazima washinde. Ugenini cheza delaying tactics na nini. Kwa hiyo wawe makini na set pieces. Wakitangulia kufunga baadaye wanakuwa wanapoteza sana muda. Yani wanapoteza sana muda. Na Waarabu mojawapo ya mbinu zao ya kuwakabiliana nao, hakikisha mpaka dakika ya 20 ya kipindi cha kwanza hawajapata goli wanatoka mchezoni. Tena wakiwa nyumbani kwao mna maintain vizuri, mnawakaba vizuri mpaka dakika 20 hawajapata goli, wanakuwa wanachanganyikiwa sana na mnakuwa katika nafasi nzuri sana ya kuambulia hata na chochote ugenini. Kwa hiyo wanacheza na zile time za dakika 90 yani wanatakaga wao wapate magoli ndani ya dakika 20 za mwanzo, dakika 10, dakika 15, dakika 3, hata dakika ya kwanza ukilema wanakuwa wako aggressive sana. Kwa hiyo Simba akiwa na discipline ya kuwazuia hawa wasipate goli mpaka dakika ya 20 tu ya kipindi cha kwanza, hiyo itakuwa ni mafanikio yao makubwa sana, kwa sababu mara nyingine hao wanakuwa wanatoka mchezoni wanapaniki, wanaanza kufanya vitendo vya kiuni uwanjani mle, mara mzongerefa mara nini. Kwa hiyo wao kitulia wanaweza. Kejo, hii mechi inachezwa tofauti na nyumbani kwao Al Masry ambao wao wako Port Said, na mechi inachezwa Suez. Kwa hiyo kama timu mbili zinakutana wageni hivi, lakini wale wado wako nyumbani kwao, inaweza pia advantage kwa Simba. Inaweza ikawa au isiwe. Nitoe mfano hivi, tunaposema tukiangalia ligi ya Tanzania hapa, Simba na Yanga wana mechi ya ugenini? Hawana. Maana kila uwanja wanaocheza wao ndio wanaojaza uwanja kuliko timu wenyeji, na wanakuwa na mashabiki wengi zaidi. Kwa hiyo wao ni kama wanakuwa nyumbani katika kila kiwanja. Inawezekana ikawa ni fursa kwa Al Masry kwa sababu uzalendo. Lakini katika hali ya kawaida katika mambo ya mipira siku hizi uzalendo unazishinda Simba na Yanga hapa Tanzania, nadhani na huko pia Misri mambo yako hivyo hivyo. Kwa hiyo Al Masry watakwenda katika uwanja ambao si wao, lakini wakiwa wamevaa joho la nchi kwamba hii ni nchi yetu. Misri atataka kuiangalia Al Masry kwanza, lakini hiyo inategemea pia kwa sababu wakiwapo mashabiki wa Al Ahly pale, wakiwapo mashabiki wa Zamalek wanaweza wakavutiwa na Simba zaidi kuliko Al Masry. Katika soka hilo linatokea duniani kote. Kwa hiyo inaweza ikawa ni advantage kwa Simba kuingia katika uwanja ambao hata mwenyeji si mwenyeji kivile. Lakini kuna swali ambalo ulimzungumza na Kiringa, nikatamani na mimi nichangie kidogo. Ile robo finali, kwamba Simba imeshazoea robo finali. Robo finali Simba ilizozizoea sio hii. Simba ilizoea robo finali za kombe la klabu bingwa ya Afrika, Champions League. Hii ni Confederation. Ni mashindano kidogo, ukiangalia kwa hadhi na uzito kubwa ni nafasi ya pili. Hii nafasi ya pili. Kwa hiyo hii ni advantage pia kwa Simba kwamba tumeweza kuingia robo finali tukazizoea
za ligi ngumu sembuse hii. Kwa hiyo inaweza ikawa ni motivative factor kwamba hii ni ligi ndogo zaidi kuliko ile ambayo tumekuwa tukiishia robo finali. Lakini kitu kingine, Yanga walivuka hapa. Okay. Wakavuka nusu finali, wakaingia mpaka finali. Tunataka na sisi tuiweke hiyo rekodi ya Yanga. Kwa hiyo hiyo na yenyewe inaweza ikawa ni kitu ambacho kinatoa msukumo mzuri kwa Simba, wachezaji, viongozi na hata mashabiki kuona kwamba alipoishia Yanga na sisi tunataka tufike na tuchukue kombe. Okay. Yeah. Na Kilinga Kejo ameweka vizuri sana hapo. Simba waingie katika mfumo wa namna gani? Mechi ya ugenini. Tumeona jinsi ambavyo Fadlu Davis anacheza mechi zake za ugenini. Huwa timu haibakishi sana nyuma. Mara nyingi nyuma haibadiliki. Na naona ni wanapokwenda ni wanamiss Malone tu hivyo ndio atakayekuwa amebadilika. Alielezea partnership ya Karabo na Hamza ambao naiona imeclick vizuri wanapokuwa na shield ya defensive midfielder hapa Yusuf Kagoma ambaye anacheza partner na Ngoma Fabrice Ngoma. Kwa hiyo wanakuwa wana shield nzuri hapo ya kuwalinda hao mabeki wa nyuma. Chomoka Rabu ana weakness yake huwa ipo kwenye speed na yeye anaijua. Kama ukimwangalia mchezo timing yake ni nzuri sana. Anajua mtu akiturn waanze kufukuzana naye atamwacha zidi mbio. Kwa anatumia akili zaidi kwenye kufanya timing ya mpira. Asimwache pale. Mpira unapodunda anakuwa tayari niko na mtu hapa na asimwache. Na ni mgumu sana kumpita one on one. Hiyo ndio advantage yake. Tofauti na mtu kama Shamalon anaanza kukuruhusu mpite lakini mkibizane awini mpira. Chomoka Rabu ana weakness hiyo, speed, lakini ana timing nzuri. Na ili kwa protect yao sasa ndio maana unaona uwepo wa Yusuf Kagoma na Ngoma ni muhimu sana. Yusuf pia anajua kufika kwenye maeneo ya mpira ulipo. Ni ameprove kama ni defensive midfielder mzuri sana wa kusoma mpira unatua wapi na mimi nitakuwa wapi katika kipindi gani. Kwa hiyo kwa defense ya Simba sioni shida, hata kutokuwepo kwa Shabalon kwa kipindi hicho sioni shida. Naona wakienda wakiwa na mipango ya ile ya kuilinda timu na kushambulia kwa yani kama wanaenda wote wanarudi. Yes. Na bado watategemea sana hawa Shomari na Mohamed Hussein katika kujilinda lakini na kushambulia kwa wakati unaporuhusu kwenda mbele. Yeah. Kuna wapi Simba tumeona wakicheza striker wao pale mbele. Kwa sababu ni miongoni mwa timu ambayo inatengeneza sana nafasi. Lakini uchache wa mabao bado kama unawatafuna hivi. Kutokuwa na umakini katika safu ya ushambuliaji. Kwa wewe mchezo huu Simba na Al Masry ugenini. Unaona nani anaenda kuanza pale mbele? Mimi naona bado ataendelea kutani kwa aina ya mechi jinsi ilivyo. Naona bado Ateba ataendelea kucheza pale mbele. Ateba. Kutokana na physical presence yake na nini na mfumo ambao wa kocha mwenyewe Fadlu Davis ambao anataka. Na kama Ateba anacheza pale kwa jinsi Fadlu anavyomtumia Ateba, Kibu na Awar kama wakiwa sharp, hata nani huyu Elie Mpanzu anaweza kufunga sana magoli kwa sababu Ateba kwa physical presence yake anakuwa anawaweka sana busy defenders. Kwa hiyo hao wengine wakiweza kutumia hiyo advantage ya namna ya Ateba anavodili na mabeki wakati wa opponent, basi wanaweza kuwa sharp na kucapitalize. Naona Simba itakuwa na mabadiliko kule mbele zaidi vile tu Ateba, Kibu Denis, Awal, Mpanzu. Hii naiona kabisa. Unamwona Budo akianza? Budo. Joshua Mutale. Sioni. Amekuwa na kiwango bora sana katika hizo mechi za. Sioni, ni mchezaji ni tactical player lakini Simba wanao pia tactical player kama kina Kibu na nini. Sioni kama yeye anaweza akaanza kwenye mechi. Aje mwisho wa siku kocha yeye ndo ataamua kulingana na mchezaji anavyoamua kwenye training ground. Kocha anao nafasi ya kuamua kwa barani na nani aanze, lakini naona Simba haitabadilika kule mbele. Okay. Kwa hiyo tukichukulia mfano Kejo katika safu ya ulinzi anakosekana Shefondo. Lakini wale ambao wamekuwa kicheza pengine ndio wale. Lakini katika safu ya upande wa goalkeeper
Kuna Ali Salim, Aishi Manula, yani kama ameenda kule. Lakini yuko Aishi sidhani kama ni Ali Salim pamoja na Hussein Abel wameenda pamoja na Musa Kamara. Kwa kweli unamwona nani ambaye anakwenda kucheza? Kwa sababu hata Musa Kamara naona kama ni 50 kwa 50 hivi. Kwanza Musa Kamara ndo atakayeamua nani acheze. Kwa maana gani? Kwamba kiwango chake cha utimamu ndio kitakachoamua. Na uhakika akiwa timamu kwa 80% kwenda juu, yeye ndo atacheza. Kocha hawezi kutegemea mchezaji ambaye hana uzoefu katika michuano ya kimataifa. Si tegemeo. Timu nyingi duniani hazina tabia ya kubadili makipa. Hizi namba nyingine hizi wanaweza akatoka, akaingia, akatoka. First choice goalkeeper, chaguo la kwanza, mara nyingi huwa habadiliki. Kwa hiyo kama Kamara atakuwa katika hali ya utimamu kwa kiwango cha 80% kwenda juu, na uhakika atacheza. Lakini ikitokea kwamba kuna utofauti kidogo, naamini kwa sasa hivi ukimuondoa Aishi Manula, kipa namba 2 ni Ali Salim. Pamoja na kwamba hapati nafasi ya kucheza. Pamoja na kwamba hapati nafasi, lakini ukiangalia wasifu wake katika Simba na timu ya taifa, ana kiwango bora kwa ukilinganisha na Hussein Abel. Ambaye ndo pekee anayebaki ukimuondoa Aishi Manula. Na Kilinga, uwanja wa Benjamin Mkapa sasa uko tayari kwa matumizi. Simba katika mechi ya marudiano, faida kubwa kiasi gani kwa wao kufunguliwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa? Labda tuende kwa Kunambi. Kilinga, nitakuja kwako na swali lingine. Hii inakuwa ni faida kwa kiasi gani kwa upande wa Simba? Ni faida kwa sababu Simba wenyewe washaweka standard zao katika matumizi ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Na most notably tuliona hivi karibuni goli la Kibu Denis likiwapeleka kwenye hatua ya robo finali. Kama ni mechi ambayo kama iliamua hivi hadi Waarabu na nini, ikatokea tafrani pale. Kwa hiyo Simba wenyewe inawapa confidence fulani kwamba kwa Mkapa hatoki mtu na rekodi zao ziko clear. Kucheza mbele ya mashabiki wako ambao wana imani na wewe kuwa unafanya vizuri zaidi kwenye uwanja wako wa nyumbani, hiyo ni motivation factor kubwa sana kwa upande wa Simba kuliko labda angeenda CCM Kirumba au Amani Stadium. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala la faida sana kwa Simba kwa uwanja huu kufunguliwa wa Benjamin Mkapa. Naam, bado uko nasi katika Sports AM na tunakuwa tunazungumza hapa kuhusiana na mechi ambayo inawakabili wekundu wa Msimbazi Simba kule nchini Misri katika mji ule wa Suez, ambao wanakwenda kucheza na Al Masry katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya robo finali kabla kuja kurudiana katika mchezo wa mkondo wa pili ambao utapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Niko na kama kawaida wachambuzi wangu katika siku ya leo, Clarence Kunambi, lakini na Songeli ya Kilinga na Rashidi Kejo. Kilinga, kwa kweli hebu nipangie kikosi cha Simba pengine kwenye unasema tarajio kwamba kinaweza kikawa hivi dhidi ya Al Masry. Kwa hali ilivyo naona golini akiwepo Ali Salim. Kwa sababu ya fitness ya Kamara sioni kama itakuwa sawa. Iko na tabiri Ali Salim akicheza. Na kwa Ali Salim si kwamba ni goalkeeper ambaye hana uzoefu. Amecheza katika level ya Champions League away dhidi ya Wydad Casablanca na akawa na mchezo bora kabisa. Kwa hiyo namuona akianza Ali Salim, kulia atakuwepo Shomari, kushoto Mohamed Hussein, katikati Hamza na Chamon Karabo, alafu na kiungo namba 6 ni Yusuf Kagoma, juu yake atakuwepo Fabrice Mwamba Ngoma, alafu kulia namuona Kibu Denis, central ataka ni Ateba, namba 10 Ahwa, namba 11 ni Elimpanzo.
ndivyo ninavyoiona kikosi. Yes. Kwa hiyo anaanza na striker mmoja. Anaanza na Dese Mukwala anasubiri. Dese Mukwala anasubiri. Mara nyingine bwana Mawanza. Okay. Si timu ya kujilinda hiyo. Hiyo sio timu ya, hiyo ni timu ambayo inacheza, inaweza ikawa inacheza very cautiously kwa sababu ana viungo wawili kule wa kukaba. Kagoma na Fabrice Ngoma ni wazuri sana katika kukaba, hasa Yusuf Kagoma, na juu yake kidogo anakuwepo Ngoma ambaye anaweza kucheza kama box to box. Wakati timu inashambuliwa tayari yupo kwenye defensive shape, wakati inashambulia tayari yuko kwenye, anaongeza namba kwenye kushambulia huko. Okay. Yes. Haya. Sawa. Sisi ni kuwaombea tu kila laheri wakilishi hao wa Tanzania katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Wekundu wa Msimbazi Simba waweze kufanya vizuri katika mchezo wao wa kwanza kabla ya kuja kujiweka sawa katika mchezo wa pili ambao utafanyika hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kumbuka Simba na Al-Masry katika miaka hivi karibuni walishakutana, lakini Simba akaondolewa kwa faida ya magoli yale ya ugenini. Miongoni mwa timu ambazo zimekuwa ngumu kwa ukanda ule wa kaskazini. Tukitoka hapo katika taarifa ambayo inahusiana na Simba, tunakwenda kuangalia sasa michezo kadhaa ambayo imepigwa ya kombe la shirikisho la CRDB na hatimaye kupatikana zile timu 8 ambazo zinakwenda hatua ya robo finali. Tabora United dhidi Kagera Sugar, wana Super Nkurukumbi. Sasa hivi tunaita vijana wa Juma Kaseja, wanaendelea kupasua mawimbi. Wametinga hatua ya robo finali. Kwa Kaseja nafikiri improvement nzuri sana Kejo kwa kuingia tena hatua ya robo finali, lakini pia walikuwa wanafanya vizuri katika NBC katika michezo kadhaa hivi karibuni baada ya kutokufanya vizuri. Inawapa confidence kubwa sana hivi sasa. Lakini kwa Juma Kaseja, kwa kama kuna kitu kimeongezeka na kinazidi kuongezeka hivi. Kwa sababu kwanza nadhani ni mara ya kwanza Juma Kaseja kuwa kocha mkuu kwenye timu. Yeye amekuwa ni kocha wa makipa. Yes. Akiwa hata hapo Kagera alikuwa ni kocha wa makipa. Kwa hiyo imekuwa Waswahili wanasema amepata bahati. Yani bahati ya mtende. Yeah. Na inaonekana kabisa kwamba amefanya kitu. Maana si tu kwamba Kagera Sugar inapata ushindi, lakini hata mfumo wa uchezaji, ari ya wachezaji, nidhamu ya uchezaji imebadilika sana Kagera tangu Juma Kaseja alipochukua timu. Kuna kitu walikuwa nakosa hivi Kuna kitu fulani ambacho labda wataalamu wa ukocha zaidi wanaweza wakakiingamua, lakini nachosema ni kwamba Juma Kaseja ameonyesha kwamba ni hazina kubwa sana ya makocha bora wanaotarajiwa katika nchi hii. Ni miongoni mwa watu ambao wameanza kwa mguu wa kulia, tunaweza tukasema. Kwa hiyo kwanza ukiangalia katika ligi tangu ameingia haijapoteza, na ni timu ambayo ilishaanza kila mtu anajiokotea. Ameingia katika mechi hii ya jana, timu ilitoka nyuma ikiwa ugenini, maana ilitangulia kufungwa ikasawazisha. Na kitaalamu wanasema timu inayokuja nyuma ikasawazisha ndio timu bora. Okay. Sasa imagine yenyewe iko ugenini, imefungwa tena dakika za mwanzo kabisa za mchezo. Lakini unaona jinsi ambavyo kina David Luhende, kina Wasa walivyoipambania, walivyoifia timu. Na katika penalty kilicho nifurahisha ni kwamba timu zote zilionekana kama tutaenda kushuhudia penalty zaidi ya 5. Lakini nimefurahi kuona kwamba Kaseja ameanza kufanya kile kitu ambacho Watanzania wengi walikuwa wanasema makocha wengi wa Kitanzania wanashindwa, na sasa inabidi kuwa tunawaza tukutafuta wageni. Sasa angalau tuna kocha mzawa na ameanza kuonyesha kwamba anaweza akaipambania timu, lakini hazina kubwa kwa timu ya taifa. Okay. Kunambi Tabora wanakosa nini? Wanapoteza mchezo wa hatua ya 16 bora. Huwezi kusema kama wanakosa kitu hasa katika mechi ambayo almost yani ilikuwa 50-50. Naona hii mechi imeamuliwa kwa matuta, na lazima timu moja isonge mbele. Walitangulia kushinda
Kagera wakasawazisha, mechi ikaenda kwenye matuta. Kwa hiyo mara nyingine una appreciate matokeo ya mchezo kuliko saa nyingine hata kutafuta kutafuta weakness. Lakini ningependa pia na mimi niseme chochote kuhusiana na nini Kaseja anakifanya kwenye Kagera Sugar. Kaseja ni role model wa wachezaji wengi sana, hasa wanaocheza katika kizazi hichi. Wengi wamemshuhudia Kaseja akiwa kwenye milingoti mitatu. Na Kaseja toka anacheza Simba, baadaye Yanga. Huyu ni kiongozi. Kapteni, kwa kapteni wa Simba. Ni kiongozi kabisa, yani Kaseja mimi mwenyewe nimeshuhudia Simba anashinda mechi nyingi sana kwa sababu ya Kaseja. Ya Juma. Kama yeye na watu wengi katika kizazi hicho wamemshuhudia Kaseja. Kwa hiyo wachezaji huwa wanakuwa motivated sana kucheza chini ya kocha ambaye amefanikiwa. Nataka ngoja tumuonyeshe Kaseja. Kaseja amefanikiwa kama mchezaji. Profile yake ni kubwa kabisa. Hakuna mtu yoyote anaweza kaidoubt kipa Kaseja. Yaani ni kipa bora kabisa wa Tanzania kwa zaidi hata miaka 20. Unaona? Kwa hiyo mchezaji yoyote anapofundishwa na Kaseja anataka yeye mwenyewe anasema ngoja ni prove kitu kwa Juma Kaseja. Kama vile ambavyo umeona Real Madrid kwa Zidane. Inawezekana hicho ndio kimeongezeka kwa Kagera. Hiyo pia moja wapo. Unaona kuna motivation kama unaona Real Madrid wamechukua Champions League mara 3 mfululizo kwa sababu wachezaji wengine wanajitoa tu, wanataka kumuonyesha mmoja wa wachezaji bora wa muda wote duniani Zidane kwamba sisi ni nani. Kwa hiyo kuna motivation pia Kagera wanayo kutokana na uwepo wa Juma Kaseja. Ni Kaseja pia ana communication skills nzuri. Yaani hata anapojua kwenye vyombo vya habari akiwa mchezaji nini na nini. Yaani unamuona anajua nini anachokiongea. Kwa hiyo ni rahisi sana kutransmit ideas zake kwa wachezaji nini anakitaka kuhusiana na mechi ya wachezaji wake wa BF vipi. Unaweza kuona pale kwenye mchezo ameanza kuonyesha kwamba yeye alikuwa kocha wa makipa. Akafanya substitution. Hata wakati anamtoa Said Kipao. Unaona anaonyesha kutabasamu tu. Kwamba ni vitu vya kawaida. Kamtoa Said Kipao. Akamuingiza Ramadhani Chalamanda. Lakini hata Said Kipao sasa hivi ameanza kucheza chini ya Kaseja. Alikuwa hapati nafasi. Na ni mzuri Said Kipao kwenye footwork kama vile ambavyo Ramadhani Chalamanda alivyo. Inawezekana pia kwa Chalamanda ni mzuri zaidi katika matuta, lakini kitendo cha kufanya substitution dakika zile inaleta psychological effect kwa wapinzani. Wanakuwa na mchecheto. Kaseja ni kipa mzuri kihistoria. Anafanya mabadiliko ya muda huu, anamtoa kipa na katika mambo kama ya penalty. Kwa hiyo inaleta pressure fulani kwa opponent. Kwa nini Kaseja? Unaona, kwa hiyo mimi naona Kaseja ana future nzuri na ni professional huyu jamaa. Sawa. Na kwenye timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali, timu 8 tunazungumzia Simba, Yanga, wako JKT Tanzania, Singida Black Stars, Kagera Sugar, Pamba. Lakini pia Stand wako United. Mbeya City pamoja na Stand United. Kwa championship kuna timu 2 ambazo zimepanda. Lakini pia hizo timu 2 katika championship wenyewe ndio wako pale juu katika top 4 wakiwania kupambana kuchukua nafasi kuja katika ligi kuu ya NBC. Lakini hapo tu kwa Simba na Yanga hatua ya robo finali. Mabingwa watetezi Yanga wamepata matokeo jana mazuri ya ushindi. Hizi timu 8 unaona ni miongoni mwa timu ambazo pengine zinaenda kuchallenge ubingwa ambao tayari Yanga ameuficha wa CRDB. Ni dhahiri. Waswahili wanasema unafika mahali pumba na mchele vinaanza kujitenga. Na kama umeeleza vizuri kwamba katika championship zimebaki timu 2 na hizo timu 2 ndio ziko juu. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna kila dalili timu hizo zinaweza zikarudi zikapanda ligi kuu msimu unaofuata. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba imekuwa sasa ni ligi ya vigogo. Kwa hiyo hapo hakuna tena mtoto kutumwa sokoni. Ukiangalia nadhani mechi ambazo timu zilikuwa zinafanya majaribio kubadilisha vikosi, kuangalia wachezaji wapya na nini, tumeishia jana. Kuanzia hapa tunakwenda mbele, sasa hapo mtoto atumwe dukani. Kwa maana kwamba sasa ndio zile mbio za kutafuta ubingwa zinaanza rasmi.
kwa sababu hapo ni kama ni mtoano, ukikosea umeondoka. Lakini na ukiangalia profile ya timu zote zilizovuka, si timu nyepesi. Unaweza ukatafuta matokeo ya mdomoni kwamba Yanga na Stendi bwana, Stendi lazima afungwe. Lakini ukiangalia au Mbeya City Mbeya City na Simba lazima Mbeya City aondoke. Lakini angalia hizo timu zimefanya nini huko zilikotoka katika mashindano haya. Ndiyo. Na katika championship zinafanya kitu gani? Kwa hiyo ni mambo ambayo, na Kagera Sugar ambayo tumetoka kuizungumzia, imefanya mabadiliko ya benchi la ufundi na tunaanza kuona matokeo si tu kwenye Confederation lakini hata kwenye ABC. Kwa hiyo unaona kwamba ni msisimko mkubwa sana unaanza kuingia kwenye Federation Cup kutokana na aina ya timu ambazo zimebaki, lakini na nafasi ya kufika kileleni ilivyo fupi. Kwa hiyo ili ufike pale unatakiwa utumie msuli mkubwa zaidi kadri ambavyo inawezekana kulingana na hatua ambazo zimebaki. Kwa maana sasa hivi wapinzani au timu ambazo zinawania ile nafasi zina nguvu kubwa au sawa na ya kwako. Kwa hiyo lazima mtu atumie sasa mbinu, jitihada, maarifa. Kwa hiyo si challenge ndogo kwa Yanga ambayo ndio inaitetea ubingwa, na si challenge ndogo kwa timu nyingine ambazo nazo zinataka kuiondoa Yanga kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni hatua nzuri. Tutaanza kuona draw nadhani ni siku chache zijazo. Tuone finali nani wamepangwa kwenye robo finali. Kazi ipo hapo kubwa. Kilinga kwenye hii hatua ya robo finali, ukipepesa macho hivi unaona kama kuna timu ambayo imetoka mapema ilipaswa kuwa hapa, ama kama kuna timu ambazo zimetoka mapema zilipaswa kuwa hapa. Nafikiri ukikaa ukifikiria azizidi timu 2 au 3 au 1 hivi. Azam FC walistahili kuwa katika hatua hii. Lakini bahati mbaya walitoka. Na bahati nzuri kwa yule aliyemtoa Mbeya City. Ameonyesha ukomavu. Amemtoa Azam mwenye msuri wa matokeo mazuri kwenye NBC. Lakini miongoni mwa timu ambazo zinakuja kwa matokeo mazuri, timu kubwa kwa wachezaji ambao uwekezaji na vitu namna hiyo. Kwa hiyo wanaonyesha kwamba wamemtoa Azam, wanasogea robo finali, pengine hata ndoto yao kufika nusu finali kabisa na kuendelea. Lakini pia hata kwenye championship katika title race ya kuingia ligi kuu ya NBC unaona kwamba tayari wana talent ambao wako pale kabisa. Kwa hiyo wana kwa walichokifanya wana haki ya hata kufika nusu finali. Kwa kutoa timu yenye quality ya aina ya Azam ambayo investment kubwa, ina wachezaji wakubwa sana kutoka nje ya nchi, wameweza kuwatoa. Ni timu ambayo inaweza kusurprise wote tena katika timu zilizobaki. Haya. Hiyo ni michuano ya CRDB ambayo timu 8 zimekushapatikana, na sasa tutakwenda tu kushuhudia hatua kupata timu 4 katika zile hatua nusu finali, timu 2 finali, na mambo mengine yatakuwa yanaendelea. Na tutakuwekea hapo ratiba hiyo hapo ya championship. Kule kumewaka kweli championship. Ratiba yako tumekuwekea ratiba hapo. Naona Mtibwa Sugar kutoka Turiani kule Mvomero Morogoro wana alama 60, lakini Mbeya City ambao tumetoka kuwazungumza wenyewe wakiwa na alama zao 52, Stand United 52 na Geita Gold ambao walishinda jana magoli 4 wakiwa na alama 51. Timu A ambao wamefungwa na Mtibwa Sugar mabao 3 pale katika uwanja wa Manungu wana alama 57. Ukitazama hapo ushindani ambao upo, kuna mechi ambayo inakwenda kupigwa kati ya Stand United dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo inapigwa katika uwanja wa Kumbukumbu pale Sokoine Mbeya. Bonge moja ya mechi. Bonge ya mechi. Kwa msimamo itakuwa bonge la mechi. Mshindi hapo anakuwa na alama 55. 55. Yale maji na mafuta anaanza kuyaacha sasa, anafuata Mtibwa. Kwa matokeo ya Mtibwa jana alama 60, unaona ana asilimia kubwa sana ya kurudi NBC. Kabisa. Ana asilimia kubwa. Na Mtibwa akirudi hapo itakuwa kwake ni advantage, kwa sababu amekaa kwenye ligi kuu miaka mingi alikuwa hajapata chochote. Atashuka huko atapata na kitu cha kuweka kwenye meza.
kwamba anapata na ubingwa wa kikombe hapo alafu amerudi ligi kuu. Jana niliona kuna sehemu moja kule Manungu kwa imeandika anakuambia kama unaweza kushuka ujue uweze na kupanda. Kwa Mtibwa kama watafanikiwa kupanda kuamini kurejea ligi kuu ya NBC ni kwamba wameshuka katika msimu mmoja, msimu unaofuatia wamerudi. Na tumeona anguko la Mtibwa miongoni mwa timu ambazo zimetoa vipaji vingi sana kwenye timu za ligi kuu, lakini pia hata timu ya taifa ya Tanzania. Gor Mahia waliwashinda FC Leopards. Leo ni mashemeji derby, mechi ambayo itapigwa katika uwanja wa Nyayo pale Nairobi, Kenya. Vita ligi kuu hiyo ya pale nchini Kenya, ambapo Gor Mahia waliwashinda FC Leopards nyumbani na ugenini msimu uliopita, na wamepoteza mara moja pekee katika kipindi cha miaka 9 iliyopita. Gor Mahia kwa sasa wako katika nafasi ya 3 kwenye ligi kuu wakiwa na alama 42, wakiwa nyuma ya Tusker alama 44 na vinara Kenya Police alama 45. FC Leopards yenyewe inashika nafasi ya 5 ikiwa na point 36. Gor Mahia wanaingia kwenye derby hiyo wakiwa na historia kubwa, wakiwa wameshinda michezo 33 ya ligi kuu za ligi dhidi ya FC Leopards, huku wakifunga mabao 90 na kuruhusu mabao 80. FC Leopards wameshinda ligi mara 28 dhidi ya Gor Mahia, huku mechi 34 wakimaliza kwa kwenda sare. Kilinga unatoa nafasi kwa nani? Kwa Gor Mahia, FC Leopards, ama unaona ikienda pacha hii mechi? Kwa trend ilivyo, Gor Mahia ana nafasi kubwa ya kushinda, kwa sababu FC Leopards naona kama kidogo ndio wanaanza kurudi. Wanaanza kurudi. Walipotea sana hapa katikati. Walipotea miaka kama 2-3 ndio inafikiri ndio chanzo cha kuifanya hata ligi ya Kenya ionekane kama imeshuka hivi. Unajua umuhimu wa hizi timu ni kubwa sana. Ndio Watanzania inabidi waelewe. Umuhimu wa Simba na Yanga kuwepo pale ni muhimu sana. Ndio wanafanya ligi na kuwa na msisimko. Kenya ilivyotetereka tu FC Leopards na Gor Mahia kuna kipindi ilitetereka, ligi ya Kenya ikawa kama imepotea kabisa, yani izungumziwi tena. Tusker akachukua uongozi. Sasa hizi ni timu zenye fan base kubwa kama Simba na Yanga, yani zina mashabiki wengi sana kule Kenya. Kwa hiyo ni muhimu zikarudisha ule ushindani wake wa karibu, na ligi ya Kenya itarudi katika standard iliyokuwepo zamani. Naam. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ambayo leo tutegemea ushindani upo. FC wamerudi? Itakuwa ni mechi ya ushindani, lakini Gor Mahia kwa jinsi alivyotengeneza timu yake kwa miaka ya karibuni ana nafasi kubwa ya kushinda. Kunambi Kogalo unawapa nafasi gani kwa upande wako? Rekodi zinaonyesha wazi hapo. Is almost no derby kabisa. Kwa jinsi ambavyo hata kama ulivyosema inabaki tu kwa upande wa mashabiki, lakini kule wenyewe inaonekana kabisa Gor Mahia wamewaacha mbali FC Leopards. Lakini kuna motivation factor. Sasa hivi soka la Kenya liko katika mchakato wa mabadiliko. Wameingia uongozi mpya pale. Rais Mohamed na makamu wake McDonald Mariga. Mariga mwenyewe anasimamia technical issues zaidi, wamepeana majukumu mambo ya kiutawala nini yako chini ya rais. Sasa Mariga amemleta Ben Makasi, mchezaji ambaye amefanikiwa sana katika mchezo wa mataifa ya Afrika Kusini. Na amefanikiwa sana kwa Manchester United kwenye technical bench la Manchester United alikuwepo pale. Kiwano wake na Rashford hadi ameondoka pale, ameacha rekodi. Rashford amefunga magoli 30 michuano yote msimu uliopita, rekodi ambayo hajawahi kuifanya katika miaka ya karibuni kabla hajaenda pale Ben Makasi. Kwa hiyo Ben Makasi, McDonald Mariga, yani FKF ni motivation factor kwenye huu mchezo vile kwamba kila mtu sasa anaona kwamba soka la Kenya linafufuka. Kwa hiyo kila mtu anataka acheze kuimpress hata Makasi, kuimpress hata uongozi mpya football ya Kenya. Kwa hiyo ni hiyo kitu kitasababisha huu mchezo kuwa mgumu zaidi. Kwamba kama ni soka la Kenya linazaliwa upya hivi. Kwa hiyo ingawaje on paper FC Leopards na Gor Mahia wako juu, lakini kwa sababu kama hizo ambazo mimi naziona, hii mechi inaweza ikawa ngumu sana, na possibly hata Makasi mwenyewe anaweza akawepo uwanjani siku hiyo kumulika vipaji ambavyo anaweza kujumuisha kwenye squad yake ilivyo. Sawa, ni mechi ya mashemeji derby hiyo ya ligi kuu ya pale nchini Kenya. Kwa kweli sijasikia Kejo
wote wamempa nafasi FC Leopards, amini Gor Mahia. Ya, ni kweli kwa maana ya takwimu Gor Mahia wana nafasi kubwa, lakini dabi huwa haitabiriki mara zote. Nakumbuka enzi za kina Abakar Salum, Sure Boy mwenyewe, sio mtoto yule, alichezea FC Leopards na alifanya kazi kubwa na alifanya kwa mafanikio. Lakini hata kocha Sande Barton Kayuni aliwahi kuifundisha FC Leopards. Kwa hiyo ni timu ambayo imeyumba lakini ina nafasi nzuri, haswa kama alivyosema Kilinga kwamba tayari imeanza kujitafuta. Imeanza kujitafuta na leo ndio itaanza kuonyesha imejipata au inakwendaje. Kwa hiyo tunaamini kwamba itakuwa ni mechi nzuri. Dabi huwa haichoshi wala haichushi. Na ndio maana baadhi ya mashabiki wa FC Leopards wamekuwa wakijinasibu kwamba safari hii Kogalo tutataka kufanya kitu. Kwa hiyo tunasikiliza na kusubiri matokeo. Haya ni mchango wakitoa mawazo wao wachambuzi kuhusiana na mechi ya Mashemeji Dabi ambako Gor Mahia kwenda kuwavaa FC Leopards. Na hakika ni mechi ambayo itakuwa ya kuvutia kweli kweli. Lakini katika muda ukiwa unakimbia, katika mechi za ligi kuu pale Italy Serie A kuna mechi vile vile pale juu katika race ya ubingwa. Napoli na AC Milan leo wanakwenda kuumana. Napoli na AC Milan, bonge moja ya mechi hiyo. Kilinga. Ya, mechi nzuri sana. Napoli na AC Milan. Ni moja ya timu vigogo za Italy. AC Milan ni kama tunavyozungumza kwa FC Leopards ya Kenya. Unajua tunapozungumza Milan, mimi narudi kwa Champions League. Ni timu ya pili tu baada ya Real Madrid kwa vikombe. Kwa hiyo kupotea kwao huwa hakuwafurahishi mashabiki wengi sana. Ni timu ambayo ina fan base na kubwa ya duniani, si tu ya Italy. Kwa hiyo naona wanajitahidi kurudi, lakini bado wana struggle na wanapata tabu sana, hasa kutoka kwa wapinzani wao Inter Milan ambao kwa season hizi 3-4 wamekuwa bora sana. Okay. Kuna ambi kwa sekunde chache natoa nafasi kwa nani mechi? Ni mechi nzuri na ni mechi ngumu. Ni mimi nawapa nafasi AC Milan. AC Milan nawapa nafasi. Kejo kadhalika nawapa nafasi AC Milan, lakini ni mechi ngumu kwa sababu Napoli imebadilika. Inafanya vizuri sana sasa hivi, lakini nadhani na AC Milan inaanza kurudi enzi za Berlusconi. Kwa hiyo tunadhani tunaanza kuona ile ladha ya soka ya Italy. Na nadhani Azam Sports HD1 HD2 wamerudisha La Liga. Na Serie A imeanza kuleta ile ham na bashasha ya kuzifuatilia hizi mechi. Tulipotea zamani, tulikuwa hatuzioni, sasa hivi watu wanaziona. Serie A ni moja ya ligi kubwa sana duniani na nadhani ni jambo la kongole sana kwa kuanza kuziona. Lakini naamini AC Milan kwa mwendo, kwa sababu hata mechi ya AC Milan na Inter Milan walishinda. Nadhani ile pace ya kushinda mechi kubwa imeshaanza kujengeka miilini mwao. Nadhani tutashuhudia mechi nzuri. Sawa. Mimi niwashukuru sana Clarence Kunambi na Songeli Kilinga pamoja na Rashid Kejo kwa kuwa nami tena katika Sports AM ya Azam TV. Nafikiri Mungu akijali tena tutakutana weekend ijayo. Na nikushukuru mtazamaji wa Sports AM kwa kuwa nami kuanzia pale saa 2:30 mpaka hivi sasa saa 4:30 tunamaliza kipindi chetu kwa siku ya leo. Lakini kama ilivyokuwa kawaida, tulikuwekea mechi ambazo zitapigwa leo. Usiache kulipia kisimbuzi chako cha Azam TV uweze kupata kutazama ligi kuu ya pale Kenya, lakini pia leo Mashemeji Dabi, FC Leopards na Gor Mahia, na Serie A ligi kuu ya pale nchini Italy. Kila la kheri Simba Sports Club kule Misri dhidi ya Al Masry. Hadi wakati mwingine, ulama Iksal. Bye bye.